wana mambo yao ya ulozi kwa sababu ukiangalia vizuri namna ambavyo michezo hii inapochezeka, kuna wakati mwingine mechi inakuwa ngumu kutokana na mazingira ambayo sisi wenyewe wakati mwingine tunakuwa tunapitia. Unaweza kuona kama mtu anatania kumbe anafanya kweli. Kwa mfano kama mechi ile ya hatuchezi tunacheza, ulikuta wamekuja pale wamekuja Sumbuzi, wamekuja kibabu. Kwa hiyo unaweza kuchukua kama swala la utani, kumbe zenu wako serious. Na ndio maana walipata adhabu South Africa kule kwenye mazingira kama. Kwa hiyo ukishaona mazingira kama hayo hayaeleweki, unaamua kuitoa timu. Alafu pia timu ya Yanga si timu tu ya bara kwa maana ya Dar es Salaam. Kuna wakati unaweza timu ikaenda Mwanza, ikaenda wapi. Kwa hiyo yote ni Tanzania na sio mbaya timu kuifanyia mabadiliko ya viwanja. Sasa kuna mechi wote kwa timu Kuama ni kwa sababu timu ya Yanga si ya Dar es Salaam peke yake. Kwa wakati mwingine atmosphere nini nafanya kubadilisha ili angalau mashabiki wengine waweze kupata fursa ya kuiona timu ya upendo. Kwa hiyo sio mbaya kutoa timu hapa na kupeleka Zanzibar, lakini hakuna sababu nyingine. Hizi zingine tunazozungumza ni kama jokes kwa sababu ya kutaniana watani wa jadi, lakini ukweli ni kwamba wakati mwingine unaamua kubadilisha mazingira kwa sababu timu sio ya Dar es Salaam peke yake. Simba wanaamini wao wapo kwenye kundi gumu sana kuliko nyinyi. Maana nyinyi msipofuzu ni utakuwa ni uzembe wenu nyinyi tu. Sio uzembe, sisi tushamaliza. Faida tushapata, maana kilichobakia sasa ni ziada, ama kwa wazungu wanasema bonus. Umeelewa? Sisi tayari malengo yetu yashatimia kuingia group stage. Swala lao kupanga kwenye kundi gumu, kundi rahisi au ni swala lao, lakini sisi kama Young African tushamaliza ya kwetu sisi. Malengo yetu yalikuwa ni kuingia group stage, tushaingia. Swala la kupanga kundi gumu, kundi jepesi, ndio la kwa wao Simba, sio sisi. Kufika group stage lakini sio kuchukua kombe la klabu bingwa barani Afrika. Hapana. Hayakuwa malengo yetu kwenye msimu huu. Baadaye tutaenda taratibu. Tukitoka hapo tutaenda hatua ya robo, baadaye nusu, tutaenda finali. Hivi vitu sio vya kuota tu, kudanganya watu. Umeelewa? Engineer Hersi ni kiongozi ambaye madhubuti na kiongozi makini. Unapokaa hadharani unaangalia uzito wa kikosi, investment ya kikosi, unagundua kwamba hapa natakiwa nifikie hatua hii ili mwakani pengine niongeze investment ili niweze kuwa na ushindani zaidi. Kwa hiyo mimi binafsi kwenye uongozi wa Yanga hakuna ninachokidai. Kuna mkosa wao namba moja kwa mchezaji wengi kama mchambuzi tuambie hii inaweza ikaweka uzani kiasi gani kwenye kushindania kombe la ya kimataifa ni pigo, kwa sababu kwa mfano kwa Simba kumkosa Kamara maana yake ni pigo kubwa. Yeye ndio golikipa namba moja, na katika kukompiti ukilinganisha labda unalinganisha na Diala ndio ambao viwango vinakaribiana. Kwa sisi kumkosa Clement Mzize nao ni pigo kwa sababu ni striker mzuri, lakini yote kwa yote kwa sababu Simba na Yanga zimesajili wachezaji wa kutosha kwa maana ya replacement. Huko naamini kuna yule golikipa wa timu ya taifa atachukua nafasi yake, atacheza. Huku sisi kuna Prince Dube, kuna Boyeli watacheza, wala hakuna shida yote, japokuwa ni pigo kwa sababu unapokosa wachezaji wako na wategemezi, maana timu inakuwa haina shape ile ambayo imezoeleka. Ukimwangalia golikipa huyu ambaye wa Simba juzi amefunga goli ambalo mashabiki walio wengi sasa kama wameanza kuonekana hivyo kama wanakata tamaa kutokana na uwezo wake. Mimi siwezi kuzungumzia hilo kwa sababu mimi sio shabiki wa Simba, lakini nazungumzia mpira nilivyoangalia vizuri ni kwamba kama golikipa wa Simba ana uwezo mdogo na yule golikipa wa Kuwait ana uwezo gani, kwa sababu amezidiwa tu magoli tuseme amezidiwa goli moja, huyu kafunga goli 3, huyu kafunga goli 4. Kwenye mpira wote inaweza kutokea, lakini siko hapo kwa ajili ya kuwazungumzia wachezaji wa Simba, kwa sababu ukimchukua yule mchezaji, mimi labda ungeniambia mchezaji wa kigeni ndio ningeweza labda kuleta comment, lakini yule ni mchezaji wa timu ya taifa kwa maana golikipa sasa hivi, na mimi sasa hivi niko katika hamasa ya kutengeneza umoja wa timu ya taifa. Kwa hiyo sina uwezo, yani sina nafasi nzuri ya kuanza kumuelezea golikipa wa Simba, kwa sababu nikimuelezea naweza nikaingia kwenye utaifa huku nikawa nimefeli. Hapo kwa timu ya taifa tunataka mashindano pengine uwezo wake na kiwango chake kwa sasa kinaleta hofu namna gani kwa sababu hofu unaweza ukaipata kwa namna moja, lakini vizuri ni kwamba sasa hivi alivyotoka JKT na sasa hivi alivyo angalau anaimarika kidogo, na naamini kwa sababu anapata mechi nyingi, na hapa kwa sasa hivi anaonekana Simba wanaweza wakamwamini kwenye hizo mechi kadhaa. Naamini atakuja kufanya vizuri kwa sababu unapokuwa wanasema practice make perfect. Kwa hiyo anapokuwa anafanya mazoezi kila siku, anacheza mechi ngumu, atakuja kuwa golikipa mzuri, japokuwa kwa sasa uwezo ukamlinganisha na Kamala, uwezo ukamlinganisha na Diala, lakini kiukweli
kwenye nafasi ya taifa ndio golikipa ambao makocha wanaona kwamba ana nafasi hiyo. Sasa mimi siko katika nafasi ya makocha wenyewe, kama wanaona kwamba golikipa yule ana uwezo wa kukaa kwenye lango kuihudumia timu ya taifa, mimi nani sasa ambaye niweze kubisha? Lakini kwa maana ya uwezo ule wa kuzidi sana, hapana. Yupo akiwa anapata uzoefu, na naamini baadaye anaweza kaja kwa golikipa mzuri kama magolikipa wengine ambao wanapata nafasi hiyo. Kama taifa tumebarikiwa kuingiza timu zote 4 kwenye mashindano ya klabu bingwa, na miongoni mwa timu 4 hizo moja ambayo itacheza I think ni mbili zitacheza Jumamosi na 2 zitacheza Jumapili. Kwa upande wako unaona wapi Azam FC na unaona wapi Singida Black Star ukiondoa Simba na Yanga? Siwezi kuondoa Simba na Yanga. Hapa na kuelezea kitu kimoja ambacho mashabiki labda hawapendi kusikia, ni kwamba Simba anacheza kwenye nafasi ambayo sio ya kwanza, kwa sababu haya mashindano yanaitwa ya klabu bingwa. Kwa hiyo Simba sio bingwa wa nini. Kwa hiyo yani kwa kifupi kama anatudoea. Ilibidi acheze nani hapo kwa Simba? Acheze Yanga peke yake. Sasa Yanga si mabingwa wa nchi. Lakini timu inatoa, hamjanielewa. Nyinyi mmekaa kiuandishi au mmekaa kiushabiki? Tuunganishe pale. Nasemaje? Simba anacheza kwenye nafasi ambayo sio ya kwake. Hii inaitwa Champions League. Simba ni bingwa. Alishika nafasi ya pili. Ni bingwa wa nchi. Sasa nakwambiaje? Anacheza kwenye nafasi ambayo sio ya kwake. Kwa hiyo kwa kifupi kama anatudoea chakula chetu. Kwa hiyo kwenye upande wa Azam na Singida na waombea waweze kufanya vizuri. Lakini hawa Simba Sports Club au unaweza ukawaita fire extinguisher wenyewe na waombea mabaya. Yaani tupite timu 3 wenyewe wabaki chini. Katika maombi yangu hapo nayaomba. Lakini unaiona nafasi ya Singida na Azam kufanya vizuri. Naona kwa nini sione? Ni timu ambazo mimi ninazishabikia. Yaani ukiondoa Yanga wangu, maana yake mimi ni Singida, mimi ni Azam. Kwa hiyo ni timu ambazo nazipigia dua muda wote niweze kufanya vizuri, lakini hao wenzetu wabaki eneo hilo ili angalau tuweze kuwacheka. Unajua hizi timu ukimcheka mwenzako unasikia raha sana. Yaani kuna wakati unaweza kanipa mimi 200,000 nikasijafurahia kama kumuona Simba akifunga. Na wote mmekimbilia Zanzibar. Sio swala la kukimbilia. Sisi yani Yanga kwa maana na Azam na nani tunaamua, yani kwa pesa si Yanga tunaamua tuende naye nani kwenye michuano. Na sisi ndio tunapanga sasa hivi safi. Kwa matukio sisi nafasi ya kwanza, nafasi ya pili nani. Msimu uliopita tulimweka Azam. Msimu huu tumempa nafasi Simba. Msimu ujao kwa sababu ya jeuri yao tutampa Singida awe nafasi ya pili. Yaani sisi ndio tunapanga list ile safi kwamba nani akae, nani aondoke. Msimu ndio umeanza, lakini meja unazungumziaje msimu huu umempa nafasi ya pili katika Simba? Simba hawezi kushika nafasi ya pili. Nakwambia Singida ashika nafasi ya pili. Yaani